Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad. Yaqulu Maulana al-Imam Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin alayhi salam, kuhusiana na haki ya baba, anasema al-Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam, amma haqu abik, ama kuhusiana na haki ya baba mzazi wa kiume, fa anta'lama annahu asluka, kwamba mwanadamu anapaswa kutambua, mwanadamu anapaswa kujua ya kwamba yeye, kwamba baba ndio asili ya mwanadamu huyo. Baba ndio chimbuko la mtoto. Hilo ni jambo ambalo mwanadamu anapaswa kulitambua. Wa annaka laulahu lam takun, anaendelea anasema al-Imam alayhi salam, na mwanadamu huyo ajue na atambue ya kwamba isingekuwa kupitia baba yake, basi mwanadamu huyo asingepatikana wala asingekuwepo. Famahma ra'aita fi nafsika mimma yu'jibuk fa'lam anna abaka aslu ni'mati alayka fihi. Mwanadamu vyovyote atakavyojiona, popote atakapokuwa, kwa hali yoyote, anapaswa kujua kwamba baba yake ndiyo chanzo cha neema zote atakazokuwa nazo, au neema zote alizojaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani neema ya kwanza ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumjalia baba wa mtoto huyo. Mwenyezi Mungu akamjalia akawa na uwezo, Mwenyezi Mungu kumjalia akawa ni kiongozi hodari, Mwenyezi Mungu kumjalia akawa ni mwenye nguvu, Mwenyezi Mungu kumjalia akawa ni mtu mahiri sana. Hizo neema zote atakazokuwa nazo mwanadamu huyo anapaswa kutambua na kujua ya kwamba chanzo cha neema hizo ni baba yake. Kwa hivyo vyote atakavyojiona ajue na atambue ya kwamba neema hizo asili kubwa ni uwepo wa baba yake. Anamalizia anasema, fahmadillaha washkuruhu ala qadri dhalik, basi ukayatambua na kuyaona hayo yote, jambo kubwa na muhimu sana, mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuyawezesha, kwa kuyajalia hayo yote ulionayo au yaliyoko kwako. Wala quwwata illa billah, na hakuna nguvu, hakuna mwenye nguvu isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la msingi, jambo la kujifunza katika nukta hii, mwanadamu anapaswa kutambua kwamba baba ni katika kiumbe muhimu mno katika maisha yake, kama tulivyohusiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kuwatendea wema, juu ya kuishi vizuri na wazazi wawili. Basi nukta hii vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusisitizia katika aya mbalimbali za Qur'ani. Kija katika suratul Luqman kuna aya ya 14 takriban mpaka aya ya 15 16, anatueleza juu ya umuhimu wa wazazi. Tukirudi katika suratul Isra, Bani Israil, kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonesha na kueleza umuhimu wa wazazi. Hayo yote ni kuonesha faida, thamani, umuhimu wa watu hawa. Kitu kikubwa tunachopaswa kukifanya ni kuwaombea wazazi wetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitu cha msingi ambacho lazima tukiishi, lazima tuishi nacho, tunapaswa sisi tuwaombee wazazi wetu kwa Mwenyezi Mungu. Ima ni Waislamu wazazi hao au si Waislamu, jukumu letu Mwenyezi Mungu anatutaka tuwaombee wazazi wetu. Hakuna mwanadamu mwenye kujua kwamba mzazi wangu kwa kuwa sio Muislamu basi hawezi kusamehewa, mzazi wangu kwa kuwa sio Muislamu basi sipaswi au haipaswi kumwombea dua. La, tulichohusiwa, tulichoelekezwa ni kuwaombea wazazi wetu,
ima ni Waislamu au si Waislamu. Jukumu la kwanza tulilopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunapaswa kuwaombea wazazi wetu, na ndio njia sahihi, njia ya kufuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.